tumeishuhudia jana na mpaka sasa nchi kitikisika kama sio dunia, kwa sababu inapatikana pia mpaka kupitia Azam Max App. Kudumu hapo sasa, ipi mikakati gani kuhakikisha burudani hizi zinaendelea? Mnaendelea kudumu hapo tangu mlipoanza? Umetueleza program mbalimbali ambazo kwa hakika zimewafikisha hapo kwenye top 3, ikiwezekana kushika namba 1. Mikakati ipoje kuhakikisha mnabaki hapo mlipo? Sisi hatuna tabu, mikakati yetu ni ile ile. Tulivyonyanyua news, tulinyanyua tu pop, tukaishikilia, imekaa hapo ilipo. Tukashikilia sports, imekaa hapo ilipo. Na sasa tupisha njia, tunakwenda hivyo hivyo. Kwa hiyo hata hii program matumaini yetu ni kwenda pale. Siri kubwa ni kwamba sisi tunakuwa na kila kitu kinafanywa kwa mipango yake. Mnakaa vikao katikati ya kipindi, mnaangalia tuko sawa, ndio. Kikimalizika mnajadiliana, tulikosea wapi, tulifanya hivi, tulifanya vile. Ukikosea lazima tukwambie seriously kabisa kwamba hapo umetuvuruga. Kwa hiyo lazima tuzungumze na tuwekane sawa. Anacheka kwa sababu anajua wewe mpiga ngoma ndogo sana. Anajua. Hata wewe unajua lakini. Yes, kwa hiyo umenifunza hapa kubwa sana tangu nikiwa kinda bwana. Yes. Najua. Mnajua the way tunasimamia mambo, na hasa kwenye mambo ya uadilifu. Hata kama ni mambo ya vijana kiasi gani, lakini tunahakikisha uadilifu, kulinda utamaduni wa Tanzania na heshima yake. Kila kitu kifanyike kwa utaratibu ambao unakubalika, ili mtu akifungua UFM radio asianze tena kusema muda huu nani yuko hapa mwingine anasikiliza. Yani unajua kuna radio huwezi kusikiliza na watu wengine. Lakini ya kwetu sisi ukifungua unasikiliza bila kujali ni burudani na nini. Na nitoe wito, nafasi hii kwa wasanii wetu wakiwa ni wa filamu ama wa muziki, ukidhani unatamani una jambo unataka nchi dunia ilitambue through UFM, wewe njoo zungumza na Kuvichaka, zungumza na kina Gilbert na wengine wote ambao wapo hapa, lakini anwani zinapita. Ukifungua sasa hivi sinema zetu, wakati kipindi bado kinaelekea mwisho, kuna maelezo pale yanaandikwa mbalimbali. Unawezaje kutuma maoni na vitu tofauti. Tunapokea maoni. Jana tulipokea maoni mengi sana kutoka kwa watazamaji na wasikilizaji wetu. Tumeyafanyia kazi na tunaahidi kuendelea kufanyia kazi moja baada ya kingine, ili tukuletee kitu ukiwa umeridhika na umefurahia huduma zetu. Kwa hiyo sisi wengine kazi yetu ni kusimamia na kuonyesha njia vijana tunafanya kitu gani. Sasa hivi tunatamani hiyo burudani tunaihamisha kutoka majumba mengine iwe hapa. So unajua jumba letu ni theater. Kwa hiyo tunatamani kuona kila msanii anaona hapa ni kwake. Tumewafanya hivyo kwenye sinema zetu, tumefanya hivyo kwenye news yetu ya Azam News, hali kadhalika kwenye mambo ya soka. Kwa hiyo huwezi kuwatoa watu kwenye michezo hapa kwenye Azam Sports. Kwa hiyo tunataka UFM iwashike vile vile kwenye nyanja hizo zote, burudani, hiyo habari na michezo iwe ni mahala pake pa kukimbilia pia.